Yani mpaka sasa hivi nikwambie ndugu mtangazaji, chama pekee ni CCM. Nampenda Rais Samia, ni mwanamke, ana kipaji, lakini Samia as a person na kazi yake ninaithamini, ninamkubali. Mimi siwezi kusema na vijana wanasema Samia must go. Akigo then utapeleka mjomba wako pale Ikulu. Unasema Samia must go. Okay, kago. Unaweka nani pale? Mwandambo, kusema unampenda Samia na kazi yake ya kuwa unaithamini, nimeona kwenye ile klipu nyingine sijakukanda sawasawa, na hasa pengine ambapo nimekuita komenti zako ni una sehemu ya ushujaa, lakini nataka nikujuishe wewe ni lizee la hovyo. Samia ambaye anasema watu tuliowaua nyie ndo ambao hamkuwazuia vijana wenu, huyo ndo unayempenda. Samia aliyeua ndugu zetu, huyo ndio Samia unayempenda. Wewe tukuchukulieje? Wewe ni sehemu ya wauaji, wewe ni mnufaika wa wauaji. Umesema ulimpigia kura Samia. Unafahamu kabisa Samia na kundi lake na serikali yake ya uuaji, hapo kabla watu wangapi wamepotezwa? Sisi watoto wetu wanasema hatukuwadhibiti watoke. Sisi watoto wetu wameuawa kabla hata yote 29. Akina Deus Soka, akina Chaula, akina Polepole, akina Mdude na wengine maelfu ya watu wanaojulikana na wasiojulikana wamepotezwa kabla ya tarehe 29. Tarehe 29 watu walifuatwa majumbani wanaangalia mipira, walifuatwa wako majumbani, waliuawa huko. Unaithamini kazi ya Samia, wewe ni jini moja kati ya lizela hovyo sana. Pana mambo mengi ambayo umeyaropoka kwenye interview hii, nimeona sijakukanda vizuri. Nataka nikukande, nikuwekea alama ya Kaini, nikuwekea alama ya Kaini, na pengine nifafanua hata baadhi ya watu hawajui, baadhi yao hawajui watakuchukuliaje. Nataka nikuweke kwenye eneo ambalo watakiwa wakuchukulie hivyo, na kama unataka kujisafisha kwa hiki ulichotoka nacho polisi, kama tu namna hutafanya namna itakayopelekea wakuue hao uliowasafisha, hutasafishika. Hutasafishika katika hii jamii, na makomedi yako inawezekana mwisho wake ndo hapa. Na hata ukisema utawafurahisha hicho kikundi cha wauaji, kwani wangapi? Kwani wangapi? Hao kijana mmoja ambaye alibuliwa na VAR, hao wanajua kukutumia na kukudampo. Kwa hiyo hawana zaidi ya posho za damu, na baadaye kuona vile unavyoweza kufaa kuwa kafara. Hebu tuweke kidogo hii klipu watu wa kusikiliza, alafu baadaye tuchambue baadhi ya kufuru unazotema humo ndani. Nampenda Rais Samia, nampenda, ni mwanamke, ana kipaji. Ukiangalia miradi yote ya Magufuli ameifanya. Bwawa la Mwalimu Nyerere, SGR, amejitahidi, hata shule zikajitahidi kuboresha. Okay. Yeah. Lakini Samia as a person na kazi yake ninaithamini, ninamkubali. Mimi siwezi kusema na vijana wanasema Samia must go. Akigo then utapeleka mjomba wako pale Ikulu. Unasema Samia must go. Okay, kago. Unaweka nani pale? Unakuta wewe tu ni kibaka Kinondoni huko unasema Samia must go. Okay, pale ataenda kukaa mtu mwingine, sio wewe. Akigo Samia ataenda kukaa mtu mwingine, sio wewe. Then atakupeleka Ikulu na ataanza utaratibu wake wa maisha. Yeah. Kwa hiyo sisi tunazungumza viongozi watu waangalie,
Clemens Mwandambo ni mwanachama wa chama gani cha siasa? Mimi nina kadi ya CCM. Na kadi ya Chama cha Mapinduzi. Na nilichukua kipindi cha Magufuli. Kwa nayo kadi ya kielektroniki. Na ningependa kuweka wazi. Unajua kutokana na siasa zangu za mitandaoni, wengi wanafikiri mimi ni mwanachadema. Ilikuwaje ukaamua kwenda kuchukua kadi CCM? Wewe. Sasa nilichukua kipindi cha Magufuli. Kulikuwa na wimbi kidogo la watu kujiunga na Chama cha Mapinduzi, na mimi nikawa mmoja wao. Nikapenda kuwa nayo. Yaani mpaka sasa hivi nikwambie ndugu mtangazaji, chama pekee ni CCM. Vyama vingine hivi vipo katika mfumo huo wa Chama cha Mapinduzi. Unamaanisha nini? Nina maana kwamba siamini kama kuna chama cha upinzani ambacho kitasimama against Chama cha Mapinduzi. Tuchambue sasa. Lingine wanaosema Samia must go. Utamweka nani? Afadhali atatuweke kijiti. Afadhali hata tusiwe na uongozi kuliko tuongozwe na muuaji. Lakini kweli unafikiri watu wote tuna akili zero kama wewe? Unafikiri mpaka wawe wale unaodhani wanasiasa? Kuna watu sasa tunaona Mungu mweka mtakae, na huyo amtakae ni vizuri na yeye pia wanaona kwamba inawezekana watu wataokolewa kwa mkono wangu, kwa sauti yangu, kwa moyo wangu. Sasa tunaanza kufikiri unasema la saba, Mungu anamweka mtakae, sio aliyesoma na akili, sio kusoma. Hiyo tu ni propaganda ambayo ilipitishwa ili kudhibiti uwezo wa asili wa kufikiri, au kuwadhibiti wenye akili, kuwaweka kwenye nafasi za kiutawala, za kimamlaka, wenye makamasi kichwani, wenye mavi kichwani, alimaarufu wasomi. Kusoma, definition ya kusoma ambao wote mtaikubali, kusoma sio kupata akili, sio kuwa na akili. Kusoma ni kujua waliokuwa na akili waliwahi kufanya nini, waliwahi kuthubutu kufanya nini. Pengine hiyo ndo itakusaidia na wewe uichochee, uiamsha akili yako, uiamsha akili yako kwamba hebu nenda kafanye. Lakini sio akili tunazaliwa nazo, tunazo. Tunachotofautia ni matumizi ya akili. Kusoma kuna kuchochea uitumie akili kama walivyowahi kutumia, utakao wajua utakapokuwa unasoma. Kitu ambacho njia sio lazima upitie kwenda kuingiziwa makamasi, uchawa, kwenda kuingiziwa uchawa na woga kuita ni hekima. Biblia ina ushauri mzuri wa kutengeneza mtu aweze kutumia akili, na kwa akili hiyo aikomboe, aisaidie jamii yake. Sasa hayawezekani, ni ndoto si tunaota yoyote. Kwani tunapoota tumeokota miera mingi? Kwani kila ndoto inatimia? Ni ndoto. Watamweka nani? Atakaa nani? Wote sio machawa kama wewe, sio wazee wa ovyo kama wewe. Atakaa mtu ambaye atafanya yale atakayopendeza moyo wa watu, moyo wa Mungu. Atakaa huyo mtu. Wapo hao watu, wapo na tupo, na tutajaribu kuisimulia hiyo ndoto kwamba ni kama mimi, Mungu akiruhusu, naweza nikaamua hukumu za haki. Nitapita wapi? Vingine anajua Mungu, lakini pia wapo, kama sio mimi, wapo watu, wapo. Unasema viongozi wetu wajifunze kutusikiliza. Unajua tafsiri ya viongozi wewe? Viongozi manake wanao wafundisha namna ya kuishi. Kwa mfano hiyo miuaji ndio unayoita viongozi, manake inavyoua na kukaa kwenye nafasi ya uongozi, hivyo ndivyo unavyotakiwa ufanye wewe. Viongozi manake mtangulizi anayefundisha kupitia anavyoishi.
Hao sio viongozi. Anyway, ni viongozi wako wewe. Sasa umeshasema unaithamini kazi ya kuua watu ili ukae kwenye nafasi. Unaithamini kwa maanake ni viongozi wako wewe, wanakufundisha. Narudia tena kusema kiongozi ni mtu anayetangulia mbele akiwajulisha watu pa kupita, jinsi ya kufanya. Ni mtu anayekuwa mfano. Kwa ukiwaita miwaji, hii ni viongozi wetu, manake inavyoishi sisi ndio namna tunavyotakiwa kufanya, kuua watu ili tuwe kwenye nafasi hizo. Hao sio viongozi wetu wewe. Hao ni wakoloni wetu, wakoloni na miwaji ya taifa, miwaji ya Watanganyika, miwaji ya wananchi inayotakiwa kulaaniwa, kukataliwa, ambayo sisi tusipoikataa mawe yataikataa. Haitakuwepo milele, haitakuwepo kwa kipindi kirefu, na kipindi chochote itakayokuwepo itakuwa inajijua ni shetani mimwaga damu. Unasema mimi ni mwana CCM, hausemi hata nilikuwa mwana CCM, na unasema CCM si chama pekee, vyama vya upinzani haviwezi kuwa na maana yoyote, viwezi kushindana CCM. Kwanza elewa tafsiri ya neno chama. Chama sio mpaka kisajiliwe. Chama ni uelekeo wa pamoja wa jamii fulani, wa watu fulani, wanakubaliana tunapita pale. Kwa hiyo ushangalie tu swala la vyama vinavyokuwa vipo, ingawa navyo vipo vinavyowatikisa hao CCM mpaka wanafika mahala wanaua na wanasema hatujaua mtu, pengine sisimizi. Wanajua hao wanaowaua sio watu, ni sisimizi. Lakini kubwa kuliko, hata kama chama hakipo, ndo usione haya kujiita mimi mtu wa CCM. Unaijua athari wewe ya kuwekewa, sijui ya maneno umewekewa, inasekana umewekewa. Unaijua athari ya kuwekewa maneno hayo ya kwamba mimi ni wa CCM. Unaijua teknolojia wewe ikikunasa. Kujulikana mtu wa CCM sasa, hasa baada ya mauaji haya, ni kujiweka kwenye rekodi za wakati fulani, ujulikane ni sehemu ya mauaji ambayo hutastahili kuwa hai, saa ya kisasi cha Mungu. Wanakuita chizi, kichaa, huna akili nzuri. Unazo, unajizima tu, unazo. Naweza kunisikia hapa, unazo. Na ndio maana shetani amekufundisha usitukane dini. Umemuelewa shetani? Nyoka mkubwa wewe. Nitakuja kwenye suluhisho kwamba pengine wamemtisha, mtamwona tu atageuka, ataanza kuwaponda tena, ataanza kufanya mambo ya uzalendo tena. Kwa hicho anachokuwa amekifanya, ili arudi kwenda kwenye mambo ya uzalendo tena, natakiwa afanye kitu ambacho hawawezi kumwacha hai, na limeshaonekana kwamba linajiponya nafsi yake, linafanya mambo kwa ajili ya kupata umaarufu, alafu liwe linapata hayo matangazo, na alione kama sasa hivi litakuwa linapata hayo matangazo yaliyotokana na mambo ya kishetani hivi. Lina akili, linasikiliza. Kwa hiyo ili lije lirudi tena kwenye nafasi za watu, kwenye mioyo ya watu, linatakiwa lije lifanye mambo ambayo yatapelekea hii miuaji hawataliacha. Unacheka wanaokimbia. Afadhali kukimbia huku unapiga kelele kwamba ndugu wanauana huku ndani kwenye nchi yetu, wanauana watu wanaua kwa ajili ya rasilimali wanazopora, wanaua watu. Afadhali mtu anayekimbia kuliko naye kaa unaanza kusifia wauaji. Nyoka wewe. Alafu sasa unaanza kusema mimi ni Mkatoliki. Sio nilikuwa Mkatoliki. Mimi sasa ni Mkatoliki. Sisi Wakatoliki hatuagi wachungaji na kuaga wafuasi. Sio sema dini ni wizi, upuzi, umezitukana Mungu, shetani, umesifia sana shetani, Yesu umetukana sana. Wakatoliki wanaabudu Mungu, wanaamini Mungu Wakatoliki.
Basi tu mko kwenye dini ambazo watu mwingine zinakuwaga hazijachora mstari wa huyo, zinamkataa mbele za watu na ashing'aya, asionekane kabisa akitumia hata hilo jina, vinginevyo alindwe na wauaji. Sasa ndo naanza kujiona Mkatoliki ili wachafue Wakatoliki, ili onekana Wakatoliki wajinga kama wewe. Wakatoliki kabisa sasa hivi wamesimama mstari wa mbele kulaani mauaji, kuipinga na kuikataa mauaji. Zera ovyo sana wewe. Natubu kwa kukashifu dini. Tulivyokuambia kwamba dini ni mtakuja, wametumika mashetani kukutia adabu, na pengine ionekane wamekufanya kuwa raia mwema. Nyoka tu kabisa wewe. Ni wasihi ambao mnakuwa mjui haki ni nini. Mimi nimekaa kwenye mateso, nimekaa gerezani, wameuawa watoto wangu kikatili. Fuatilia interview yoyote ambayo nimefanya. Sijawahi kumpongeza muuaji, hasa kwenye uuaji. Sasa huu wa kutisha, huu wa kihistoria, huu ndo utokee useme sio nampongeza ili tu. Hiyo inaonekana tu interview yenyewe ni kama walikutuma, ni kama walikuseti, na ndio maana haikuwa interrupted. Unatangaza nitakuwepo kwenye interview na hakuna tatizo lolote. Sasa Biblia inasema umekwisha kupata thawabu yako. Kula hivyo unavyovipata. Inawezekana hautakuwa na umana wowote tena kwenye hii jamii. Mengineyo watu wakikutumia wakatumia vikripu vyako, lakini mimi ninachohisi wanaweza wakavitumia wakati wanaingojea saa ya kisasi cha Mungu, ambacho wewe pia hautanusurika. Hongera na asante mwingine yoyote uliyenisikiliza. Fafanuzi zingine zimo kwenye kripu nyingine ambayo imesemwa Ndambo omba msamaha, kukashifu dini. Asante sana. Na yote katika yote, huyo Mungu ambaye hayuko, iko siku ukiminywa ukaminyika, utamuhitaji. Asante kwa kunisikiliza.